Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu mtukufu alipotaka kumuumba bin Adam alizungumza na malaika, akawaambia wa idh qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilu fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aliambia malaika kwamba sasa hivi nina mpango wa kumleta kiumbe katika ulimwengu. Tayari Mwenyezi Mungu ameshaumba, na mwanadamu ni katika viumbe wa mwisho kabisa waliokuja katika sayari hii ya ulimwengu. Amewaambia malaika kwamba inni ja'ilu fil ardi khalifa, nataka sasa hivi nimweke kiongozi katika ulimwengu, nataka kumweka kiongozi katika dunia, kiongozi ambaye atatawala haya yote niliyoyaumba. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha, je, unataka kumweka mtu katika ulimwengu ambaye atakayekuja kufanya uharibifu? Wa yasfiku dimaa, na atamwaga damu za watu. Wa nahnu nusabbihu, wakati sisi tunakusabihi Mola wetu, tunakutaja, tunakupwekesha. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Mwenyezi Mungu aliwaambia, akawavunja nguvu kwa kusema najua msiyojua nyie. Aliwaambia inni khaliqun bashara min salsali min hama'i masnun fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Aliwaambia ninataka kumuumba kiumbe. Basi malaika walikaa wakasubiri kuona kiumbe ambacho kitakachoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tayari ulimwengu umeshaumbwa, miti ipo, mambo mengine yapo, lakini mwanadamu hajaje katika ulimwengu. Ulimwengu umeshaumbwa, lakini ulikuwa unatikisika. Ulimwengu unayumba. Dunia hii ambayo tumekalia sasa hivi ilikuwa inatikisika. Mwenyezi Mungu akaona bora aumbe milima. Alam naj'alil ardha mihada wal jibala autada. Mwenyezi Mungu akaumba milima. Alipoumba milima, ardhi ikatulia. Malaika wakaangalia kitendo kile cha kuumbwa milima, ardhi ikatulia, wakamuuliza Mwenyezi Mungu, ya Rabbi akhlaqta ashad min aljibal, katika mambo uliyoumba Mola wetu kuna kiumbe kikubwa zaidi ya mlima? Mwenyezi Mungu akamwambia naam, kipo. Kitu gani hicho Mola wetu? Mwenyezi Mungu akamwambia khalaqtul hadidi, nimeumba chuma. Chuma ni kizito, kina nguvu zaidi ya mlima. Wakamuuliza akhlaqta ashad min alhadid, je, kuna kiumbe chenye nguvu zaidi ya chuma? Akamwambia naam, khalaqtu nara, nimeumba moto. Moto unaweza ukakiteketeza chuma kwa dakika chache mno, na baada mna mkakiona chuma kimekuwa kama uji. Wakamwambia akhlaqta ashadu minan nari, je, kuna kiumbe chenye nguvu zaidi ya moto? Akamwambia naam, khalaqtul maa, nimeumba maji. Uwashe moto wako uwe mkubwa kiasi gani, ukimwaga maji moto unapotea. Wakamuuliza akhlaqta ashadu minal maa, kuna kiumbe kikubwa chenye nguvu zaidi ya maji Mola wetu? Akamwambia naam, khalaqtu ar-riyaha, nimeumba upepo. Upepo una nguvu na kasi zaidi ya maji. Wakamuuliza akhlaqta ashadu min ar-riyah, kuna kiumbe chenye nguvu zaidi ya upepo? Akamwambia naam, khalaqtu ibn adam, hapa sasa nimemuumba mwanadamu. Mwanadamu huyu atakuja kuvitawala hivi vote pamoja na maguvu na ukubwa wake. Mwanadamu atakuwa ni khalifa wa vitu hivi. Na kweli tunaona katika ulimwengu wetu, tunaiona anga watu wanavyosanifu na mandege yao, tunaziona bahari zinavyosanifiwa watu wanavyosanifu na meli. Maji ndio sikwambii waja'alna minal ma'i kulla shay'in hai, kwenye maji ndio kila kitu kinapata uhai. Basi Mwenyezi Mungu akasema huyu mwanadamu atakuwa ni mkubwa zaidi ya hivi vitu vyote, na yeye ndiye atakayevisimamia na kuvitawala vitu hivi. Basi wakamwambia ya Rabbi, sawa, umeshaumba wanavyotaka, lakini huyu mwanadamu unayemuumba, innal ardha lan tas'ahum, sehemu unayowapeleka dunia ni ndogo sana. Sayari ya ulimwengu ni ndogo ukilinganisha na uwingi. Hawa watazaana baadaye, watakuwa mamilioni ya watu. Mbona unakuwapeleka ulimwengu? Ulimwengu ni mdogo sana. Wataishi vipi watu hawa? Watapumuaje hawa? Mwenyezi Mungu akamwambia inni khaliqu mauta, msijali na hilo, nimeumba mauti. Itakuwa ni mpango special wa kuwapunguza viumbe hawa katika ulimwengu. Watazaliwa 20, watakufa 50. Watakufa 50, watazaliwa 100.
Kwa hivyo nimeumba mauti, ni njia mojawapo ya kuwapunguza viumbe hawa. Saufa yatabadaluna, watabadilishana, hawatoishi milele. Wakaambia Mwenyezi Mungu, ikiwa ndo hivi basi umeshawaambia mauti hawa huko duniani unakuwapeleka, unadhani iko siku watakaa wakafurahi wakacheka wakati wanajua mauti hapo nyuma yao? Akawaambia watakaa, watacheka na watajisahau. Inni khaliqun amala, nimeumba matumaini. Wataishi kwa matumaini makubwa hawa, watasahau mpaka safari yao ya kuondoka duniani hawa. Ya man biduniyahu ishtaghal, ewe ulishughulika na dunia yako Muislam, wa gharrathu tulul amal, unajipa matumaini ya kuishi muda mrefu. Na kwambia almautu yati baghta, mauti yanakuja ghafla Muislam. Mauti hayapigi hodi, mauti hayaleti barua. Na Mwenyezi Mungu hatakuachia eti ndo umejifungua leo. Mungu hajui hilo. Mwenyezi Mungu hatakuachia eti ndo kwanza nimemaliza masomo. Mungu hajui hilo. Anachojua Mungu, muda wako ukifika na kuchukua. Hatakuacha kwamba ya Rabbi subiri basi nyumba yangu niimalizie kuijenga. Wangapi wamekufa majumba yao yamebaki magofu, tunayaona hapa Zanzibar. Je, walijua kama wataingia kule? Hawakujua, lakini ndo muda umeshafika. Na labda walikuwa na matumaini ya miaka 10 inayokuja mbele, na wako wanaozipanga shari leo hii, wanazipanga shari za miaka 5 inayokuja. Maskini, utadhani kwamba waliingia katika siri ya Mungu akajiona kwamba watafika. Leo wako hapa wanapanga shari ya miaka 20 inayokuja mbele, lakini maskini wanajisahau. Almautu yati baghta, mauti yanakuja ghafla. Walqabru sunduqul amal, na kaburi yako ndo sanduku ya matendo yako yote uliyofanya, utayakuta pale kaburini. Mtume aliambiwa, ya Muhammad aish ma shi'ta fa innaka mayit. Muhammad, ishi unavyotaka, lakini tambua siku moja Muhammad utakufa. Siku moja utaondoka katika ulimwengu. Wahbi man shi'ta, mpende unayempenda, kipende unachokipenda. Fa innaka mufariquhu, siku moja utatenganishwa na unayempenda. Innal habibi min al ahbabi mukhtalasun la yamna'u al maut bawabu wala harasun. Kipenzi hutolewa katika vipenzi wake na mauti. Baba huchomolewa kwenye familia ambayo inampenda na anaipenda, lakini huchomolewa baba. Mama huchomolewa katika familia anayoipenda, na Mungu haangalii hawa waliobaki, je wamelia hawakulia? Ukifika muda wako hakuna sababu ya kukubakisha duniani Muislamu. Kama leo bado upo, si kwa ujanja wako. Usiwapangie wenzako shari ambao hujua itakufika lini safari ya kuondoka dunia. Unawapangia watu kuwaondosha duniani, hujui wewe utaondoka lini na kwa sababu gani utaondoka duniani. Mtume anaambiwa ishi unavyotaka, siku moja utakufa Muhammad. Mpende unayempenda, siku moja mtatengana. Wa'mal ma shi'ta fa innaka majziyun bihi, tenda unavyotaka utalipwa hivyo hivyo. Ulivyotenda ndivyo utakavyolipwa. Mwenyezi Mungu sio dhalimu kama madhalimu katika ulimwengu huu. Mungu hadhulumu. Wa'lam bi anna sharafa almu'min qiyamuhu bil-layli wa 'izzatu almu'min istighna'uhu 'anil nas. Utukufu wa Muislamu ni kujizuia kuombaomba watu. Ile izza, nguvu, heshima ya Muislamu ni kujizuia na kuomba watu. Na ukitaka uwe mtukufu, basi simama usiku, usali wakati watu wamelala. Maneno haya anaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwangu mimi na